Hii ni pikipiki ya kwanza, na hii ya pili, hii hapa ya tatu, na hii hapa ya nne. Naomba nikukabidhi kwa niaba ya mheshimiwa mwakilishi na mbunge pikipiki hizi ambazo wamezitoa kwa imani yao kwa vijana nyie, ili mjiendeshe kimaisha. Bado naendelea kusisitiza, tumieni kila linalowezekana katika kufuata sheria, maana polisi asema kufuata sheria bila kushirikisha. Asante. Nishukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kwamba muda huu ni wazima wa afya. Vile vile nimshukuru mbunge wa jimbo la Chamazi na mwakilishi wa jimbo la Chamazi kwa kuwasaidia ama kutusaidia vijana wao ambao katika wajasiriamali wa muda. Na hii ni hali ambayo walichukua wakati ambao waliomba bidhaa wapata. Kwa hivyo tunasema kwamba ahadi ni deni na leo imekamilika. Kwa niaba ya vijiwe vinne nimekabidhiwa pikipiki 4, na mimi hapa nitakabidhi kila pikipiki moja kwa kijiwe kimoja. Narudia mazungumzo ya viongozi walisema kwamba vyombo havina akili, lakini binadamu tuna akili. Tuviendeshe kulingana na akili zetu, tusitumie akili ambazo sio zetu. Ukilinganisha kwamba njia zetu ni mbovu, cross nyingi, kwa hivyo tamaa tusiwe nayo sana katika uendeshaji wa vyombo. Sababu hata leo ni shahidi, nimesikia mambo kwamba kuna vijana wakachukuliwa Messi kule kenda kulingana pikipiki wake Kiwani. Sasa tusiwe na tamaa ya fedha, tuangalie na muda abiria ambao wanakuchukua na angalia abiria ikoje. Sasa ukiwa na hivyo, hapa tukiwa hivyo, basi naamini kwamba tunaendesha muda wa usalama, ikiwa mchana hata usiku, na kuache kodi za kuchukua usiku, kumjue adui yako ni nani. Nadhani kwa kufikia hapa nianze kukabidhi funguo wa husika. Kwanza namwita mwakilishi wa makatibu wa kijiwe cha Mgadu. Ni tukio la kukabidhi mabodaboda 4 kwa vijana wetu ambao ni wapanda mabodaboda wa jimbo la Chamazi. Kwenye wakati tunatafuta kura, vijana hawa tumewaita katika lengo lile pale la SMC, kwa kuliko mimi na mheshimiwa mwakilishi na madiwani, tukasema iwapo tutapata ridhaa, basi tutatoa mapikipiki haya. Leo tumekuja kukabidhi haya, kwa sababu hii ndio ahadi yetu ya mwisho ambayo kila siku tunakula siku. Kuna ahadi ya mapikipiki, mnakwenda pikipiki hajaleta, lakini leo tumekuja hapa kukabidhi. Ndugu mwenyekiti, mimi nawaasa tu kwenye mapikipiki haya, kinachotakikana kwetu sisi vijana wa mabodaboda ni kuwa na umoja ambao utakuwa umesajiliwa. Najua mko wengi ndani wa kupanda bodaboda ndani ya jimbo la Chamazi, lakini kwa yule ambaye yuko tayari kuingia ndani ya umoja huo na kufanyia usajili, kwanza sisi kipindi hiki kidogo ambacho tumebakia, tuko tayari kwa prosesi zote za kufanyia kupata usajili. Kwa nini? Wenzenu wanafanya umoja. Mnapokuwa na umoja, mkajulikana benki, mnapata facility nyingi za kusaidiwa nyinyi mmoja kwa pikipiki. Jana mimi nilikuwa benki na leo alikuwa aje afisa mmoja benki ya CRDB, lakini kuna tatizo kwa sababu na mama hesabu mwisho wa mwaka hakuwahi kuja, lakini ameniahidi kwamba baada ya kuwakabidhi haya, wao watakuja hapa kuelekeza. Katibu wa mwenyekiti wa kikundi, ninachoomba mfanye process ya kupata usajili, msilazimishane. Mimi naomba mfano mmoja, iwapo kama mko wanachama 100 tu na mnapita, mkisema usajili wenu huu, mkisema ukundi wenu huu, ushirikiano huu, kila mtu mmoja kwa siku anatoa shilingi 1000.
Kwa siku mnakuwa na shilingi 100,000. Kwa mwezi mnakuwa na milioni 3. Yaani milioni 3. Mshapata pikipiki. Au ndani ya miezi mitatu mnapata pikipiki 2. Kwa sababu ndogo. Lakini leo hii tukikabili huko kama hakuna umoja wetu, tajiri wa pikipiki ni nani? Kwa pikipiki hii tajiri wake atakuwa ni mmoja wenu. Tunakukabidhi pikipiki hii, unahakikisha kwamba kila jioni tunakupa shilingi 10,000. Hizi pikipiki zimetoa mafuta shilingi 15,000. Tuna mafuta yake. Kwa hiyo mnalo wao isiye kwa sababu ya kugombana. Tuwe kitu kimoja kama wanajamii wa Chambani. Wala sisi tumetoa sisi itikadi kwa sababu ile kwa itikadi tumetafuta watu hapa wa vijana wetu tukawapa hapana. Tumewapa wananchi wetu wa Chambani. Kwa hivyo naombeni sana, mwenyekiti wako hayupo, mimi najua ni katibu, lakini ukae na wenzako muweze kukaa kupanga ili mfanye process ya kupata usajili. Ameniahidi kwa sababu wale wanatafuta vikundi ambavyo viko hai wavisaidie. Na mshapotea mtatuambia, hata sisi kama tumeshamaliza kikao cha bunge tutawasaidia, watakuja hapa watawaeleza. Mshauri hiki baada ya wachache hapa ni muombe mshawakilisha sasa kwa ipata mbele.